Kama mama angeamua kunisikiliza siku ile, leo binti yake angekuwa hai na ndoa yangu isingevunjika. Hayo ndiyo maneno niliyoyasema kimoyomoyo nikiwa nimesimama nje ya wodi ya hospitali, nikitazama mwanamke aliyekuwa akilia kwa uchungu, mama mkwe wangu. Naitwa Hassan, na hiki ni kisa cha maisha yangu kilichonifundisha kuwa wakati mwingine, mzazi anapompenda mtoto kupita kiasi, anaweza kumwangamiza bila kujua. Alikuwa mrembo, mcheshi, na kila mtu kijijini alinisifia kwa chaguo langu. Nilimpenda kwa dhati na nilijua nitavumilia changamoto zote za ndoa. Lakini baada ya muda mfupi wa ndoa, tabia zake zilianza kubadilika. Asha alianza kunidharau. Maneno makali yakawa ya kawaida. Hakuheshimu mawazo yangu wala juhudi zangu. Alianza kutoka ovyo, kurudi usiku wa manane. Marafiki zake wengi walikuwa wale waliopenda starehe, ulevi na maisha yasiyo na mipaka. Nilijaribu kuzungumza naye kama mume. Nilijaribu kuvumilia. Nilijaribu hata kumshauri kwa upole. Lakini kila nilipojaribu, alinitazama na kusema, "Wewe ni nani uniambie nifanye nini?" Nilipoona hali inazidi kuwa mbaya, niliamua kwenda kwa mama yake, mama mkwe wangu, nikiamini nitapata msaada na busara ya mzazi. Lakini hapo ndipo tatizo kubwa lilipoanza. Kila nilipofungua mdomo kueleza kilichokuwa kinaendelea, mama mkwe wangu alinitazama kwa macho ya hasira na kusema, "Binti yangu hawezi kufanya hivyo." Hakutaka kumsikia Asha akikosolewa. Hakutaka hata kusikia ukweli. Kila kosa liligeuzwa lawama kwangu. Tabia zikazidi. Ulevi ukaongezeka. Marafiki wabaya wakaongezeka. Usaliti ukaingia ndani ya ndoa yangu. Nilipogundua kuwa mke wangu alikuwa haniheshimu tena kama mume, nilivunjika moyo. Nilijaribu tena kwenda kwa mama yake, lakini majibu yalikuwa yale yale. Siku ile, nilirudi nyumbani na kukaa kimya kwa muda mrefu. Kisha nikajiuliza swali moja. Je, nitaendelea kuishi katika ndoa inayoniua polepole? Ndipo nilifanya uamuzi mgumu zaidi maishani mwangu. Niliamua kuachana naye. Kila mmoja akaendelea na maisha yake. Nilijaribu kujijenga upya, nikajikita kwenye kazi na kujitunza. Nilikaa mbali na vurugu, pombe na mahusiano ya hovyo. Kwa upande wake, Asha aliendelea na maisha yale yale aliyoyapenda. Ulevi, starehe, na marafiki wasiomjali mustakabali wake. Siku moja nilipigiwa simu isiyotarajiwa. Asha alikuwa mgonjwa sana. Asha alikuwa mwathirika wa virusi vya ukimwi. Mama mkwe wangu aliponiona, macho yake yalijaa hasira. Bila hata kuuliza, alinielekea kwa sauti kali. Lakini nilikuwa na amani moyoni. Nilijua maisha niliyokuwa nikiishi baada ya talaka. Nilienda kupima. Majibu yakatoka. Nilikuwa sina maambukizi. Ukweli ukaanza kujitokeza polepole. Ukweli ambao haukuwa na pa kukimbilia. Siku ile, mama mkwe wangu alikaa chini. Hakusema neno kwa muda mrefu. Hatimaye akasema kwa sauti ya masikitiko, "Nilikosea. Nilimtetea binti yangu hata pale alipokuwa anakosea. Nilidhani namlinda, kumbe namwangamiza." Asha aliendelea kudhoofika, na maisha yake yakabadilika kabisa. Mama yake alibaki na majuto, akijilaumu kwa kila siku aliyofumba macho mbele ya makosa ya mwanae. Ndoa inahitaji haki, kusikilizana na ukweli, si upendeleo. Mapenzi ya mzazi yasiyo na mipaka yanaweza kuharibu maisha ya mtoto na familia nzima. Wazazi, wapeni watoto wenu upendo, lakini pia wapeni maonyo.